Majina naitwa Paul Kisabo, ni wakili wa Mahakama Kuu. Tulikuwa tunawakilisha washtakiwa 47 katika mashtaka ambayo yamefunguliwa leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Wanashtakiwa kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ni kula njama kwa nia ya kutenda kosa, lakini kosa la pili ni uhaini. Na kwa vile kosa la uhaini ni kosa ambalo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka kusikiliza, kwa hiyo washtakiwa hawajapewa haki ya kujibu chochote. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria, na kesi yao imeahirishwa mpaka tarehe 19 mwezi wa 11. Ziko bachi tofauti tofauti, watuhumiwa ni wengi kama ambavyo umeona. Kwa hiyo mawakili wengine pia watazungumzia bachi zingine, kwa sababu makundi yameshtakiwa katika makundi tofauti tofauti, lakini wote hao wanatuhumiwa kwenye makosa haya ambayo yote yanafanana, ya kula njama kwa nia ya kutenda kosa pamoja na uhaini, isipokuwa na wamekamatwa hizi tarehe 29, 30, 31, tarehe 1 mpaka tarehe 5, wengine 6 na nyakati tofauti tofauti. Na kwa hiyo sasa kwenda gerezani kwa amri ya mahakama, na upande wa jamhuri wamesema upelelezi bado haujakamilika kwenye shauri hili, lakini tumeiomba mahakama na tumeisisitiza kwamba kwa sababu ina mamlaka ya kuendesha au kusimamia mwenendo wa kesi hizi, iweze kutoa usimamizi mzuri na amri kuhusiana kwamba upelelezi wa kesi hizi, kwa sababu watu waliokamatwa ni wengi, na kwa baadhi hatujapata muda wa kutosha kuzungumza nao, lakini wengi, baadhi ambao tumezungumza nao wameeleza kwamba wamepigwa sana, wana majeraha, na tumeieleza pia mahakama, na mahakama imetoa amri kwamba wale wote ambao wana majeraha wapelekwe hospitali ili waweze kwenda kutibiwa. Lakini pia siku ambayo kesi itatajwa, inabidi jamhuri wawasilishe ripoti ya hali ya matibabu ya watu ambao wote wamepigwa na wana majeraha kama ambavyo mahakama tumeonyesha, na bahati nzuri majeraha yenyewe yanaonekana. Kwa hiyo hata mahakama imeona. Kwa hiyo tunategemea tarehe 19 upande wa jamhuri wataleta hiyo ripoti ya hayo matibabu kutoka kwa maafisa magereza, kwa sababu wameenda gerezani na gereza ndio itawapeleka hospitali, kwa sababu wana mawakili kutoka jamhuri. Kwa hiyo wataiwasilisha ripoti tarehe 19 mahakamani kuhusiana na hali ya matibabu ya watu wote ambao wanaumwa pamoja na hayo majeraha ambayo wanayo. Hicho ndio kilichojiri leo mahakamani. Yes, ndugu wanapata taarifa. Kwanza kuna baadhi ambao walitupa namba pale, tukawa tumewasiliana na ndugu zao, tukawa tumepata taarifa, lakini wengine wameandika namba za ndugu zao za simu wametupatia. Lakini kwa sababu ndio wameletwa leo, tutapata pia muda wa kwenda gerezani kuwatembelea, kuzungumza nao kwa undani zaidi ili kufahamu sasa, pamoja na kwamba watupe na details zingine ambazo za kuhusiana na ndugu zao, kwa sababu wengi walikuwa kwenye taharuki pia. Kwa hiyo tutakwenda gerezani, tutazungumza nao, lakini kwa wale ambao wametupa namba tutawasiliana na ndugu zao, tutawapa taarifa. Lakini pia hata nyewe waandishi wa habari, hizi hati za mashtaka ni public document, ni nyaraka za umma. Kwa hiyo mnaweza mkazi sambaza ili watu wajue kwamba ndugu yao yuko sehemu gani. Kwa bachi yetu ni watu 47. Kuna kesi mbili. Moja ni kesi namba 26-38-2. Nyingine ni kesi namba 26-39-4. Kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine, na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana kivyo vile. Kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, kuteswa, tena wakiwa wamekamatwa.